Tunazungumzia vita ya dunia ya kwanza, hatutazungumzia vita ya pili ya dunia. Tunazungumzia vita ya kwanza ya dunia na maajabu yake kihistoria. Nataka nikupitishe kwenye masuala mbalimbali. Vita ya dunia ilianza mwaka 1914 na ikakoma mwaka 1918. Je, hii vita ina matukio gani? Matukio lukuki ambayo yamejitokeza kwenye vita ya dunia. Cha kwanza kabisa tunafahamu kwamba kuundwa kwa majeshi mbalimbali ambayo yaliundwa. Tunaanza na Triple Alliance. Triple Alliance iliundwa mwaka 1882 lakini ikafuatiwa na Triple Entente ambayo iliundwa mwaka 1906. Wakina nani waliunda Triple Alliance? Tunamzungumzia Mjerumani, Australia pamoja na Italy. Lakini upande mwingine pia waliounda Triple Entente ni triple ambayo tunawazungumzia kama vile the Britain, France pamoja na Russia, bila kumsahau USA. Hao ndo waliunda hayo makundi mawili yenye nguvu za silaha. Lakini leo nataka nikuonyeshe kwa kidogo zaidi tunasema kwamba ni short course ya vita ya kwanza. Tunamzungumzia kuuawa kwa kiongozi mashuhuri ambaye alikuwa anategemewa kuja kuwa kiongozi kama mfalme. Tunazungumzia Archduke Ferdinand Archduke pamoja na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Sofia. Ilikuwaje? Ferdinand katika siku ya tarehe 28 mwaka 1914 ilikuwa ni siku ambayo ya kihistoria katika machoni mwake. Alikuwa akihutubia katika taifa dogo la Bosnia, ambalo taifa hilo katika mji mkuu unaoitwa Sarajevo. Sarajevo ni mji mkuu ambao unapatikana katika taifa la Bosnia. Kule ndo taifa ambao alikuwa anahutubia, lakini kumbuka ya kwamba Bosnia ilikuwa chini ya utawala wa Austria-Hungary. Hiyo siku sasa kikundi maalum ambacho kinaitwa The Black Hand kilikuwa mshajiandaa kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya kiongozi yule. Inasemekana kwamba baada ya kuhutubia lile taifa, ilipofika mida ya saa 6 kuelekea saa 8 akielekea katika taifa jingine ili kupita ile njia, alikutana na wale vijana. Mara ya kwanza walishuti bomu ambalo liweza kumkosa. Mara ya pili dereva wake aliona kwamba apunguze mwendo katika sehemu ndogo ambayo inasemekana kwamba ilikuwa karibia na duka ili aweze kusimamisha. Pale pale Archduke aliweza kuuawa pamoja na mke wake. Je, aliyemuua ni nani? Aliyemuua anajulikana kiongozi kama The Principal, kijana ambaye alitoka kwenye kundi la The Black Hand, ambaye baada ya kuuawa kiongozi yule ilisemekana kwamba aliyetekeleza yale yote ni Mserbia. Serbia tunajua kwamba ni taifa ambalo lilikuwa inahitaji kwa muda mrefu, lilikuwa na vuguvugu la kujitawala wao wenyewe kuondokana na taifa la Austria-Hungary. Hapo sasa ndio yakawa maajabu. Mataifa mengi ambayo yalikuwa na muunga mkono Austria-Hungary wakatamani ya kwamba wajue nani aliyefanya kile kitendo. Cha kwanza walichowaambia, waliwapatia masharti mazito sana watu ambao walikuwa wanatoka katika taifa la Australia, ambako wanasema wala Serbia, ambako wanasema kwamba huyu kiongozi au hawa wanajeshi waliotenda lile kosa wanatoka katika ile taifa la Serbia. Masharti yalikuwa 10. Masharti yote wa Serbia waliweza kuyakubali, lakini sharti moja tu ndo walikataa, wakasema kwamba hii haitawezekana. Ikumbukwe tarehe 28 hiyo Julai mapigano yalianzia pale. Leo nataka nikupitishe pale, lakini usahau kulike na kusubscribe ili uweze kupata information mbalimbali. Nashukuru sana, Mungu akubariki. Karibu sana.